The Interview. Haya, karibu kwenye The Interview. Dakika ni 37 baada ya saa 1 kamili. Mimi naitwa Exaudi Mtei. Godfrey Mchungu yuko hapa na tayari tunaye Zakaria Obadi kutoka Chadema. Tutakuwa naye hapa kwa ajili ya kuzungumza mengi kulikweli ambayo yanaendelea kwenye siasa za Tanzania. Na huyu ni katibu wa Chadema kanda ya Victoria. Niko sahihi? Sahihi kabisa. Zakaria Obadi. Tunaye hapa. Kwa hiyo karibu sana ndugu yangu. Habari ya Chadema? Salama, tunashukuru Mungu. Mungu ni mwema sana. Mambo yanakwenda hivi. Nashukuru kwamba anatujalia uzima. Anaturehemu. Kwa kweli tunamshukuru Mungu. Hali ni nzuri, tunapambana. Tupo kwenye msimu wa uchaguzi. Of course Chadema mpo kwenye uchaguzi. Ndio. Jana nilikuwa napiga story na mtu tulikuwa tunatathmini msimamo wa chama kwa nyinyi ambao sasa ni viongozi wa chini mpo mnatazama. Ndio. Mkifanya tathmini yenu mnaona mmepoteza kiasi gani au mmepata kiasi gani, na mmepoteza nini na mmepata nini kuto kushiriki uchaguzi ambao unaendelea? Ni swali zuri sana. Sisi tupo kwa kweli, na kama ambavyo umesema, mimi ni katibu wa Chadema kanda ya Victoria. Kwa hivyo ni mwandaaji mkubwa wa uchaguzi, ni mtu ambaye nashiriki kwa asilimia kubwa chaguzi za ndani na chaguzi za nje. Tumepoteza nini na tumepata faida gani? Nianze na tumepoteza nini. Katika mwaka ambao tumefanya maamuzi sahihi kwa Watanzania na tumewatendea haki na kuondoa ile dhana kwamba vyama vya siasa vipo kwa ajili ya kutafuta nafasi ama fursa kwa viongozi ambao wana nafasi za kugombea ili wanufaiki kwa namna moja ama nyingine. Kwa hivyo tumewasaidia Watanzania kwamba sisi ni chama ambacho tunapigania, tuna kozi ambayo inatusababisha tupiganie. Tunataka taifa letu liwe kwenye mstari mmoja, tuwe na haki kwa Watanzania, utawala unaozingatia sheria. Kwa hivyo hakuna kitu tumepoteza isipokuwa tumepata vitu vingi, ikiwemo kurudisha imani kwa Watanzania na kuonesha madhaifu ya mifumo yetu ya uchaguzi. Kwa sababu mara ya kwanza wakati tunaanza na hii habari ya no reforms no election, kuna baadhi ya watu hawakuelewa, lakini kadri siku zilivyokwenda, viongozi wetu wa kitaifa na sisi viongozi wa kanda, wa mkoa, wilaya, hadi ngazi ya chini, tukaanza kazi ya kuelimisha Watanzania. Tukafuata makundi kadha wa kadha, tukafuata wazee wenye ushawishi, tukafuata taasisi za kidini, ni sehemu ya jamii zetu, lakini finally watu wakatuelewa. Na sasa kama unavyofahamu, wimbo umekuwa ni huo tu, no reforms no election. Na wengine wameenda mbali zaidi na kusema kwamba tarehe 29 Oktoba wanaandamana. Chadema hatujajitokeza waziwazi na kusema huo msimamo, lakini wananchi tayari wameshasema kwamba kwa mazingira ambayo tunayo na kwa matatizo ya chaguzi zetu ambayo tunayo, kuna sababu ya msingi ya kurekebisha mifumo yetu, na wao wasema sasa tarehe 29 ni maandamano. Sasa wananchi wamesema, na sisi Chadema ni sehemu ya wananchi, na hiki chama kinaheshimu sana maoni ya Watanzania. Kwa bado tunatafakari na tutakuja na msimamo sasa thabiti wa nini kifanyike kuelekea kwenye msimamo wa no reforms no election katika kutekeleza. Kwa sisi tumefaidika sana. Mapigo yote ambayo unayaona tunafanywa na serikali ya CCM ni kwa sababu ya msimamo huo. Lakini tumejenga heshima ya kuaminika kwa Watanzania kwamba hiki ni chama ambacho kikisimamia jambo hakiyumbi, hata kama tungekuwa tunapoteza kiasi gani. Lakini bahati nzuri kwamba mwaka huu tunafaidika kwa sababu ya msimamo huo, na tumejenga imani kubwa sana ambayo naamini kwa siku zijazo wananchi wataendelea kukiamini zaidi chama chetu. Kuna watu walikuwa na hofu kwamba msipoingia kwenye uchaguzi chama kitapoteza ule ukubwa wake na kuwa chama kikuu cha upinzani. Chama kikuu cha upinzani sababu ya kuitwa chama kikuu cha upinzani sio kwa sababu ya kuwa na wabunge ama sio kwa sababu ya wagombea ambao umewaweka. Sababu kubwa ni uungwaji wa wananchi wa Tanzania. Watanzania kama wanatuunga, bado hiki chama kitakuwa na nguvu sana, kwa sababu leo pamoja na kwamba tuko kwenye uchaguzi, hawezi kaanzisha agenda yoyote ile bila kuihusisha Chadema na ikasikilizwa kwa Watanzania. Kwa ili agenda yako isikilizwe,
ili hoja zako zisikilizwe lazima uimbe wimbo ambao unafanana na wa Chadema ndio utasikilizwa. Tofauti na hapo utaonekana ni mbabaishaji, mbangaizaji na majina mengine ambayo yanawafaa. Yeah. Chadema iko salama kiasi gani kitaasisi? Nikiwa na maana ya kwamba tunafahamu taasisi ya chama cha siasa uhai wake ni kuwepo kwenye mifumo, nikiwa na maana ya uchaguzi, ndo kazi za chama cha siasa. Yeah. Kushiriki chaguzi, kutafuta viongozi, kuwa kwenye serikali, maana bunge, maana kwenye kata, kwenye sehemu za maamuzi. Kama taasisi mpo salama kiasi gani mkitazama kutokana na msimamo wenu? Mnaiona Chadema kitaasisi itakuwa salama kiasi gani baada ya uchaguzi? Au mtakuwa hampo sehemu yoyote? Kama ambavyo nimesema awali, chama chetu kitakuwa salama zaidi kwa sababu hii si mara ya kwanza kwa Chadema, sio uchaguzi wa mara ya kwanza kuliweka hili sawa. Mwaka 2019 tulishiriki uchaguzi wa serikali mitaa, wagombea wetu wakabadilishwa majina. Mimi naitwa Obadi, nikaitwa Obadia, na wakainguliwa. Wewe unaitwa Mtei, ukaitwa Mteso, hivyo yakabadilishwa majina. 2019 tukadhani labda wenzetu watabadilika na tukawa na matumaini kwamba labda ni waungwana. 2020 yakatokea ambayo yalitokea. Mpaka leo tunavyoongea hakuna matokeo ya rais. Matokeo yalichakachuliwa, hujawahi kuona kura, kataweza kupigia kura zilikuwa mtaani kama vile magazeti ya kufungia vitumbua, vilikuwa kila mahala. Tukasema pengine Mungu akaingilia kati 2021 akamchukua aliyekuwa amejitangaza kuwa rais wa jamhuri, Mheshimiwa Magufuli, na tukasema kwamba labda tuanzishe ukurasa mpya. Kama unakumbuka tulikuja na slogan inaitwa ukurasa mpya. Kwa tukawa na mategemeo, na kwa kweli ukurasa mpya ukaanza kuandikwa kidogo kidogo. Zikaja zile foara za Mheshimiwa Samia, na moja ya foara moja wapo ilikuwa ni reforms, kwa maana ya mageuzi ama mabadiliko. Sasa tumekwenda 2024, yakatokea yaliyotokea. Ni hivi karibuni kwa mwaka jana, wagombea wetu, watoto wa shule, wanafunzi ambao wako 18, watu waliofariki, wakajikuta wapo kwenye orodha ya wapiga kura kwenye mitaa yao. Kwa hiyo ikatupa indicator kwamba hapana, kwa matatizo ya mfumo wetu wa uchaguzi yaliopo, kuendelea kuruhusu uchaguzi ufanyike, tutakuwa tunaruhusu kitu ambacho ni najisi kwa taifa letu. Kwa hiyo Chadema tukaja na msimamo huo. Sasa tuko salama kiasi gani? Tuko salama kwa sababu Watanzania, vyama vya siasa lazima viungwe na wananchi. Chama ambacho hakiungwi na wananchi, hicho ni chama ambacho kitakufa muda wote. Chadema inaungwa mkono na Watanzania, na ndio maana leo hakuna ambaye anaongelea kuhusu kampeni. Yani watu hawajui kwamba kuna kampeni. Watu wanaongelea habari ya no election. Watu wanaongelea kuhusu matatizo ambayo yapo. Na mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Lissu, wakati tuko kwenye mchakato wa kuanza no reforms no election, alileta swali moja zuri sana. Alikuwa anasema ili iweje? Yani tunaenda kwenye uchaguzi ili iweje? Yani hilo ni swali muhimu sana, kwamba yani Watanzania ambao wanataka kwenda wanasema tunaenda kutiki ili iweje? Mnatiki ili iweje? Kwa sababu tuna maswali mengi kwa serikali ambayo inawaomba Watanzania kula. Tuna maswali ya watu kupotea. Mnafahamu, kila mtu anafahamu kwamba Watanzania wanapotea. Akina Amani Manengero, Davis Soka, Kaswahili Juma, wote hao wamepotea mpaka leo hatujui na hatujawahi kujibiwa. Jeshi la polisi lipo, serikali ipo, hakuna mtu amejitokeza kusema hadharani kwamba waliopotea tunashughulikia hivi na hivi, hata ile ahadi hakuna. Lakini swala la pili ni matumizi mabaya ya rasilimali za nchi. Chadema tulianzisha maandamano nchi nzima kupinga uuzaji wa bandari zetu. Mpaka leo hakuna ambaye analizungumza hilo. Kuna utapanaji mkubwa sana wa rasilimali za nchi, matumizi makubwa ya fedha za Watanzania. Vijana wengi hawana ajira waliomaliza vyuo vikuu na vyuo vya kati. Hata wale ambao hawajakwenda vyuo wanatakiwa upate ajira, lakini mpaka leo tunapoongea hawana ajira. Watu wako mtaani. Sasa tunakwenda kwenye hiyo tarehe 29 wanaosema wanaenda kwenye ili iweje? Yani tunachagua ili iweje kama matatizo ambayo tunayo wameshindwa kuyanani. Lakini la mwisho ambao na msingi sana, chaguzi zetu zimenajisiwa sana. Chadema tunataka tufanye uchaguzi liwe tendo takatifu, liwe tendo ambalo ni la takatifu. Kitu kitakatifu kitadhalisha viongozi wazuri. Hawatakuwa watakatifu pase, lakini lazima tulisafishe ili tukio la uchaguzi, ili tupate watu ambao watawajibika kwa Watanzania. Na ndio msingi wetu huo.
Sawa, sisi tupo na Zakaria Ubadi ambaye ni katibu wa Chadema kanda ya Victoria. Tunazungumza naye mambo kadhaa hapa. Kampeni zinaendelea, tuna vyama 19, nyie mpo 18, ACT pia kwenye nafasi ya urais mpaka sasa wapo kwa vyama 17. Upinzani maana yake una vyama 16 vipo na vinaendelea na kampeni. Tunaona kila mahali, kwa hivyo na wewe umesema kwa utafiti ambao mnasema kampeni zungumza kesi tunaziona zinaendelea na wapo wanazunguka katika maeneo kadhaa. Ukitazama wanaoyazungumza kimaendeleo tofauti na itikadi zao za kisiasa, na nyie wanazungumza shida za Watanzania? Hapana, hawazungumzi, kwa sababu tatizo la taifa letu lipo kwenye mkwamo wa mfumo wa utawala, na ndio tatizo kubwa liko pale. Sisi Chadema tumekuwa tukisema kuahidi barabara, kuahidi maji, kuahidi madawa, na wengine wameahidi kukomboa maiti, kwamba mtu akifa atatolewa bure. Maana yake wanasubiri mtu afe. Sisi tunataka watu watibiwe bure. Yani unatoaje marehemu bure, ana faida gani? Sisi tunataka watu watibiwe bure, kila mtu apate matibabu salama. Swala la kifo hatutalizungumzia sisi kwamba eti akifa mtu ndio atoke. Kwa hiyo hayo yote ambayo wanaahidi, utoaji wa huduma, elimu na kadhalika, ni mambo ambayo hata wakoloni waliyafanya. Walijenga madaraja, walijenga reli ya kati, walijenga barabara, walijenga Tabora Boys, ile ni shule ya wakoloni, na ndio shule ambayo ni bora at least leo. Kuna taasisi nyingi zilijengwa, hata Muhimbili yenyewe hii hapa ilijengwa na wakoloni. Sasa kila uongozi utawala ulifanya mambo ya kuleta huduma, ni jambo ambalo sio la kujadili, ni jambo ambalo lipo, na ndio maana hata wenzetu Ulaya na Marekani huwa waahidi kabisa kwamba mimi nitajenga barabara. Ndio wajibu wake. Yani unaomba ili ufanye hayo mambo, na usipofanya unaondolewa. Tunataka sisi twende mbele zaidi. Sisi tunataka mifumo yetu ya utawala izingatie haki za watu. Haki za watu ni pamoja na kumiliki mali, haki za watu ni pamoja na kuhoji, haki za watu ni pamoja na kufanya kazi, haki za watu ni pamoja na usalama wao. Haya ndio mambo ya msingi. Tunataka sisi tuwe na mihimili mitatu ambayo ina nguvu. Bunge ambao ni baraza la wananchi wa Tanzania, wote wanakutana Dodoma pale wakiwa na wawakilishi wao, wawe na nguvu. Mahakama zetu zitende haki, serikali iwajibike kwa Watanzania. Kwa hiyo sioni kama kuna mgombea, kujibu swali lako sasa, sioni mgombea ambaye anaeleza hoja ambazo zitatatua matatizo ya Watanzania, kwa sababu leo ajira hakuna kwa vijana wengi, na ila wanazungumza. Kwa mfano ukimsikiliza mgombea wa CUF anaweka wazi kwamba akiingia cha kwanza ni kurekebisha mifumo, wasomi wapate ajira. Issue sio wasomi tu, Watanzania wote wanatakiwa wapate ajira. Ameanza na wasomi. Watanzania wote, kwa sababu kianza kudemarcate hivyo unakosea. Ameona kwanza kuna shida kwamba kuna watu wanasoma afu hapati ajira. Ndio hatuwezi kutatua matatizo ambayo ya kufikirika kabla matatizo ambayo yanaonekana. Asilimia kubwa ya Watanzania hawajaenda shule na wana uwezo tu mzuri wa kufanya kazi. Kazi zipo nyingi, zipo za viwandani, za kawaida. Sisi tunasema wajibu wa serikali ni kutengeneza ajira kwa Watanzania. Katika kutengeneza ajira, wapo ambao wataajiriwa viwandani, makajo workers hawa, wapo ambao wataajiriwa barabarani, watu ambao wataajiriwa mashambani, wapo ambao wataajiriwa kwenye taasisi za elimu, kwenye taasisi za afya. Kwa sisi our principle ni kwamba ni ajira. Yani lazima tutengeneze ajira. Kwa hiyo kaka Mtei, sioni mgombea ambaye anaweza, hakuna mgombea ambaye anasema ambaye atatatua matatizo ya Tanzania ambayo tunayo leo. Tuna mtatizo kubwa la mfumo wa utawala. Sawa, tukirudi pia tutaendelea kuzungumza na Zakaria Ubadi. Wakati huo nikukumbushe kwamba kampeni wakati zinaendelea, siku 100 za Daktari Samia Suluhu Hassan, yeye amekuwa akiendelea kusisitiza na kuahidi mambo kadhaa ambayo yeye anaamini kwenye afya anahitaji kuyafanya, na miongoni mwa ambao ameahidi ni bima ya afya kwa wote, ambapo yeye anasema ndani ya siku 100 za kwake ameahidi kuanza kutekeleza sheria ya bima ya afya kwa wote kwa kuzindua rasmi mfumo wa taifa wa bima ya afya kwa wote, ukianza kutoa matibabu bure kwa wazee, watoto, mama wajawazito na watu wenye ulemavu wasiojiweza. Lakini pia serikali itaanza kugharamia kwa 100% matibabu na vipimo vya kibingwa kwa wananchi wasio na uwezo kwa magonjwa yasiyoambukiza ikiwemo saratani, figo, moyo, sukari, mifupa na mishipa ya fahamu. Na haya ndio magonjwa yenye gharama kubwa na ambayo wananchi wasio na uwezo wamekuwa wakishindwa kumudu gharama zake. Lakini pia ameweka wazi marufuku ya hospitali yoyote kuzuia miili ya marehemu kuchukuliwa na ndugu, hata kama gharama za matibabu bado zitakuwa hazijalipwa. Lakini pia serikali itaajiri wahudumu wa afya 5,000 wakiwemo wauguzi na wakunga ili kuboresha huduma
za afya kwa wote. Sisi tukirudi hapa bado tupo na Zakaria Obadi, tunazungumza naye kuhusiana na yanayoendelea kwenye siasa. The feeling of good music.